What's up, my beautiful people? Your boy Wura this Luan about this money, and today niliwaambia Wura this TV show imeanza kushika meta sasa hivi. Ukiona wasanii wakubwa kubwa kama Mbalamuzi wameanza kufika hapa, jua Wura this TV show is taking shape now. And today, thank you for watching the last episodes, and guys, today I'm so much glad hosting one and the biggest content creator, musician, our one and only my good friend Mbalamud. Murkanyada. How are you doing, my baba? I'm doing well. Yes. Welcome to this TV show. Asante. Yes. Nishaingia. Nishaingia. Naona hamna juice. Imagine tu bwana. Bado ndio tunatafuta ni growth. Ni growth. Juice itakuja. Why simumpatie views? Ndio next time nikikuja nikunywe bisarubati. Guys, my maji iko safe. Iko sawa. Unajua huko Kayole. Hapa ni Kayole. Kwani wapi? Ni Kayole guys. Wana Kayole. No. Utafanya wakuja wanyonge. Nikikunywa iko sawa? Iko sawa. Sawa. The water is very still. Hii tumetoa tu sio from the office. Hii tumetoa maji. Let us support what this. Ni kijana go getter. Mumpatie views to grow hii channel. Afike mahali inafaa. Tukue na room kubwa. Mtu mkubwa kama mimi nimejifinyilia ati umevaa kofia ya Abdullah hapa na koti. Madam nienda gym bwana. Niende gym ndio. Mwanaume ni katumbo. Ambia nani yule mkatumbo ana dancing kwa ubina kwanza. Kabuda huyo. Akishaenda ndio nitaenda. Ule amekusaidia. Ule katumbo. Si ndio maana nakwambia anza na yeye. Kama umeamua ku advise watu waende gym, anza na wakubwa kuniliko ndio utanafikia. Lakini siri ni nini bwana mwezi? Siri ni Yesu na kuchill. Amani ya Bwana. Na kuwaka hada. Mwanaume lazima ujitume. Sasa unajituma, unanga stress nyingine juu mtu akiwa na stress sasa mwili inareduce. Hii life haiwezi kosa stress. Ni ile tu peace of mind. Okay. Na kuavoid wanawake. Gati umesikia? Umesikia tu wanawake na avoid kabisa. Ukiuliza marafiki will tell you. How ndio the main source of stress. But I thank you for coming over to support with this. Thank you. Na hebu acha kwanza nikuuliza. Najua shida yangu ni Kiswahili. Hii jina Mbalamwezi litokanga wapi? Si ni mafans walinipea. Mafans walikupea? Nilitoka kwa content. Nilifanya content ya mtu ameenda Mombasa hivi. Na hiyo swali naulizangu kwa kila mahali mpaka sasa ina. And I will change my name. Na ulikuwa unaitangwa nani before uitwe Mbalamwezi? Si jina yangu sasa ya kitambulisho ni Richard Otieno. Hivyo ndio nilikuwa naitwa before niitwe Mbalamwezi. Kwa content creation. Kwa content nilikuwa najiita OJ Wurdala. Sasa unaona venye wewe mbona this? Sasa nikaanza hizo mabudu. So botanic. Nikabadilisha. Na Mbalamwezi inakuanga ni nasikianga inakuanga ni mwezi but Kiswahili ya ndani ndio sasa inaitwa Mbalamwezi. But kwa Kiswahili ya Bachelor ni mwezi tu. Tunasianga hata kuna nani anaimbaga boss Mbalamwezi imeng'aa. Sasa hiyo ni kuita mwezi na Kiswahili ya ndani. Okay. So what before niingie hapo, nguo inafaa utoe. Nitoe kwa nini? Wewe ndio unachagulia watu nguo ya kuvaa. Watu wa Man bwana. Guys, kama uko hapo comment section labda umelala ama umekaa kwa kiti, focus. Achana na team kubwa. Haya. So as we are moving on, is Mr. Mbalamwezi si a content creator ama musician? Both. Na gani compared ya wengine? Unajua kuna ile yenye unakuanga na passion, yani yenye unakuanga kwa damu. Zote ziko kwa damu. Kitu haiko kwa damu, ukifanya itoki poa. Okay. Ukiona naimba na watu wanapenda. Kikisungiria pin, nikijivinye pin. Wana wadongo. Kwa kwetu makata kimo ndevu. Naanza kufinya sauti kama ninga hivyo. Ujue ni kubada. Yoke ndio suku wechegi menore. Vingi numu miogira bosate. Iwele ni kinyote
nyumbo bendo tamu hiyo mgiche moteli ngato keto pingo sasa ndaanza kuimba na Kiswahili ndio watu wanielewe. But I'm busy, but you do. But nilijaribu Kiswahili. Utanitamani nimekupa pesa ukacheza nayo, na hizo Kiswahili nilitafuta. Ulitafuta? So ukiona nikiimba watu wanapenda na nikifanya content wao wanapenda, so I can't sema ati hii ndio mzuri, both iko kwa damu. But your music is doing good and content. Are you sure? Yes. Sasa I'm a big fan of you. Sasa wewe ni fan tu. Sema wewe ni fan wangu wa muziki kuliko mimi. Sasa si ndio nazifanya. Najua Kenya hata ina fund muziki ni content. Okay, okay. I do my content and my content supports me and supports my music. Okay. So wewe ni nani? Uniambia ninafanya muziki kuliko. But anyway, good advice ni free. Unaweza nipea tu advice kama unaona ati muziki ndio inafanya muziki. So niende kwa muziki niache content. Sijasema mimi sijaongea. Na ukianza kusema yenye nafanya mzuri kuliko ingine, sio ni ku director ama si anasema hivyo. Basi mimi mwenyewe yake inalingana na mimi. Yes, but I respect you as a fan. Okay, between content and music, gani ilikuja ya kwanza? Music. Music ilikuja kwanza? Hizi vitu hakuna yenye ilikuja ya kwanza. Unajua ukizaliwa ziko ndani yako. Sasa ile yenye ilikuja ya kwanza ni in terms of yenye nilifanya ya kwanza. Yenye nilianza kufanya kama artist ya kwanza music. But zote ziko tu ndani yangu. Niko na talent zingine zimenyamaza tu. Kama gani? So utasema hizo nikianza kuonyesha watu talent ya kukodoa macho, utasema ati nimechelewa. Ati hajakuja ya kwanza. Iko tu. Sija execute. Nianze kuonyesha talent ya kuvunja lights hapa. Na kama na talent ya kuvunja makamera. Utasema wewe unajua. Okay, but mimi nimeanza kujua kwa content. Before nikujue kwa music. Nilianza na ngoma, nikaflop vibaya sana. Ati nilikuwa naimbia the big five. Ati don't say no to poaching. Watu wasipoach rhino na elephants. Haikufanya vizuri. So ili ni discourage. That is what it is. Around 2014 ni kama nikiwa campus mwana. 2014 you were in campus? Yes, mimi ni old is gold. 2014 form 4 nimefanya 2011. Mimi si mtoto kama wewe, tumevaa kofia hapa tunaniita. Nimefanya form 4 2011. Alafu 2012 nikakuwa mwalimu wa TP. Ni TP ama teaching practice? Si teaching practice, ni wa PTA. Sasa kwa secondary ni BOG. Mimi nilikuwa nafunza secondary, unaona nakaa mwalimu wa primary. Nilikuwa nafunza ule gani bwana? St. Bernard Sotaro. Nilikuwa nafunza mixed and boarding. Nilikuwa nafunza geography, biology, English, mathematics na theory yani kila subject nilipita. Walimu wazembe wananiambia mbala hiyo time nilikuwa na Richard Makna Mae. Naenda nafunza watu Jesus killed the 10 lepers. Watoto wanaelewa kabisa. Nafunza biology, cryptobacillus, microvilli na water is not digested, sijui wapi siku nimesahau. Nafunza mathematics. Unakaa mwalimu wa geography kweli? Stalagmite. Kiwa tu ndio. Nilikuwa nimekonda, nilikuwa nalipwa 6,000 nitaona saka. By the way, kuna picha yako nilionanga mtandao. Wacha director. Ulikuwa umenisinda na unaona. Utatafuta hiyo picha uweke hapo kidogo. Sasa mbona unataka ku disgrace mbele ya watu? Si ku disgrace. Okay. So ukaanza music kidogo music kapigana, ukaingia campus, ukaanza content creation. Ulianza ya gani? Content creation nao ni juzi hapa time ya corona. 2021 hapo. Nikafanya kidogo hizi za kujiongelesha zikaboom. Alafu sasa the rest is history. But mbona mtu wa Overbay anafanyanga tu kuliko Kiswahili? It was a Kiswahili. Nilianza na Kijaluo. Unasikia jina ilikuwa Ojei Godala. Ojei Godala. Nilikuwa naongea Joko Chia, what maja mafolo. Bamja mafolo kazi tuzipi. So unaona vitu kama hizo. Tiacha mananasi. So hizo ndio nilikuwa nafanya hizo za kujiongelesha. Nipe Samuel Tendjire wale. Kijaka
kiwana ya bongi ane chongo Prince Indah, ane chongo Jalas, ane chongo William ni Samuel kata Uhuru Kenyatta. Pesa inaleta magoti ya watu kwi. So nilikuwa naongeanga vitu kama hizo. But I left those ones. Tukaanza sasa Kiswahili ndio ni reach a bigger audience. Okay. Na Kiswahili imenifanyia vizuri, sijai regret. Lakini bana mwezi kuna hii content yako inafanyanga very, ukifanya inaenda very viral. Siji inaonga hii ya kukua advance. Kwani mtu amekonseti kwa kula makocha. Makocha nikiact ama nikiongea tu. Ukiongea tu iko sawa. Watu wanapenda, especially ladies. Wanapenda sana. Kama juzi nimefanya gani? Ni gani unaweza ya juzi, hata jana nimewatch. Ilikuwa ya kama unafanya vibaya jina yako iko kwa Biblia. Unaona. Mtu anaitwa Elijah. Na aone msichana. Na Elijah ni mtu aliyesemeka sana kwa Biblia. Elijah ufanye vizuri kwa maplot bana, unapata mtu ni Gabriel. Unajua Gabriel ni angel. Alafu sasa Gabi vitu anafanya. Gabi ni mchoyo. Ama ni mlafi. Yaani but unajua hizo vitu zinakuanga. Unajua it's just content yangu pia in a way inatakanga nifunze. I want to teach the society. So unajua not necessarily hiyo jina na wa correct mtu mwenye anataka kufanya kitu mbaya ama mwenye anafanyanga kitu mbaya, but in a nice way, in a joking way. Sasa nikuulize, Joao my Elijah ni same tu na mimi. Mimi ni Balamwezi, si Elijah. Nikifanya kitu mbaya na Elijah kufanya kitu mbaya ni mbaya. So Elijah mambo ya sakata. Hata mimi naweza kuwa na hiyo shida ya masakata. Unaona? Yes. So hiyo kusema Elijah ni kuattract to attention. Kujeni msikie hii. But the message is hizo tabia si nzuri. Sasa wacha nikuulize. Hii yenye ulisema kuna watu wanatoka Runyenjes. Mtu kujina ya kwao ni mbaya. Ate Runyenjes. Na sanda mnafanyanga nini huko Runyenjes? Mnaishi aje Runyenjes? Hapo unapata mtu ataitwa Ananias. Ati sasa hiyo ni jina yake. Na mimi Ananias. Wewe ni mtu wa aina gani? Ananias ni jina. Kuna vitu nikisikianga zinakaanga tu funny. I don't know kama mimi peke yangu, but uzuri nikishia na watu, people find them funny as well. Kama yule mtu anatoka Kinangop. Unaona anatoka mimi kwetu ni Kinangop. Kilgoris. Runyenjes. Wewe unajua Runyenjes iko wapi? Hata sijui iko wapi. But I just like the name. Kuna nyingine hapa nimesahau tu kidogo lakini it's very funny. Sasa mimi sizikumbukangi. Hata sasa ukiniuliza ni siwezi kumbuka unless nikumbushe. Nazifanyanga mingi. Dakika kidogo niko kwa kutengeneza ngoma, dakika kidogo niko kwa kurecord, dakika. Me am a bird of many feathers. But content yako ni simple. Unaweka tu simu hivi na before ukuwe na content. No, sio simple. Si kila mtu angekuwa angefanya hivyo. Unajua lazima ukuwe na kitu ya kuongea. Alafu lazima ukuwe ujue vile utaispice up. Ukianza tu kusema guys, hii ni glass na kuna maji. So lazima ufikirie. Hii glass unaweza fikiria, guys nimeona vita leo kwa plot. Yaani mama amepasua kioo, ati amepata bwana yake kijita, amegonganisha glass mbili zikakuwa sasa silaha. Bwana amegwara. Unajua sasa unapea watu perspective. Watu wanaanza sasa kuimagine. So lazima kuwe creative. Ukisema tu glass ni glass, but hii glass inaweza kuwa silaha. I'm not encouraging vita, but inaweza kuwa silaha. Kweli. Ama mwambie boys, guys msione tu glass bana. Mimi glass. Glass. Kuna mtu aliniwekea dawa kwa glass. Tukiwa tunalewa mahali bana nilihara. Glass. So unaona. So people start imagining hii glass iko na nini? Ama hata kiti. Anything, you can do content about anything. Sasa hii yenye ulisema wewe jinsi 001. Mbona wewe jinsi? Amdenzi. Nilikuwa nangangania, nilikuwa nadhani ile time ati kila mtu anasema Gen power. So nikadhani sasa Gen Z ndio sasa form. Hapa ni kama hata Ruto ni kama atatoa kitu. Ni kama majenzi watapewa kitu. So nikaanza kungangania space ya majenzi hata mimi fit in. Kumbe hakuna kitu. Na hapo ndio mtu anasema ati mimi si Gen Z. Mimi si Gen Z. Ulinizama. Unasema mimi si Gen Z. Manjua kuniliko. Nonsense. Nasema mimi si Gen Z. Mimi Gen Z bwana.
Gen Z 001. Yaani ni kuna ile kung'ang'ania. Unajua watu ushago kuna wenye walikuwa nadhani ati kwa Gen Z ni achievement. Kama kuna kitu itapeano. Hakuna uwe millennial, uwe alpha, uwe nini. Think. Hakuna njia ni mkato kwa hii maisha. Economy ni ngumu, sidhani atutangangania ujenzi upewe nini. So that was the message. But naona kama kina Sarah Hassan, kina Wong, walinyanga sana sauti yao. Kina Diaso. Diaso. Hujapatana na Sarah Hassan? Tumepatana kwa mtandao. Hatujai meet one on one. But namtafuta yeye pia I think ananitafuta. Okay. Because of time na ile kushikana. I think tutapatana, but tutapatana God willing. Kama tuko tu live. Sarah Hassan, wherever you are, nikikuangalia na siku na kiwewe, moyo wangu unapiga dukuduku. Nikikuangalia naweza kula hata sabuni. Ukisema wewe ni mtoto ulioumbwa ukaumbikwa, unaweza toa hata nini kinyongo pangoni. Mungu akubariki na mapacha popote uliopo. Unipe muda hata dakika kiduchu nikukumbatie ukumbato wa kijeni. Umesikia hizo Kiswahili ama wewe unacheka? Sarasa ni you are a vibe. Huwa ananipromote. Unajua mtu anaweza dhani kuna irony. Mimi nafanya content, sijui ni sura, sijui ni nini. Mimi nafanya content, mimi ndio the owner. Alafu yangu inapata 100k views. Sarasa anarudia anapata 1 million. That's mkue fair. So Sarasa nana ni promote. Sasa si angekosa kufanya challenge. Kuna watu wana realize hizo videos, wanajua hizo videos kupitia yeye, kupitia Wong, kupitia Diaso na wengine. So they support me. Mtu anaweza ona mbona Mbalamwizi na anawapea content ati hawana, they have content but wameamua pia apart from hizo zangu kuna zake pia. Sarasa ni tanakta mkubwa. Bwana show citizen. Mtu mwenye anasema watu hawana content, hiyo ni sauti ya wivu. Me I know they are supporting. But kwa Kenya naomba hata mimi nifikishe hizo maviews kama hao. But Mbalamwizi unakuanga na roho smart sana. Juu hata smart joka ni ndugu yangu. Leave alone content. Hata wimbo. Mbalamwizi akiona umechezea, yani umefanya challenge ya ngoma yake. Hata kama uko na 2 likes hata repost. Na ana follow back. Sisi ni wana wa Israel. Mimi ni mjukuu wa Elijah. Na ni David. Daudi Kajese. Lineage ya Suleiman mwana wa so hiyo roho iko kwetu. Hiyo roho yangu mzuri, nimesaidia watu wengi kabisa. Siwezi tu sema. Lakini Biblia inasema kitu mkono yako sote imetoa kulia isijue. Lakini kuna watu wanadhani wewe but kulia ndio inatoanga kusoto isijue. Mimi napeanga watu na vitu mkono ya kulia. Kuna watu wanadhani wewe unagonga dance. Ndio content sasa hii kama hii ulipiga base nasikia kukula brenkanya. Juu ya hiyo kitu acha niwaweke kofia hivi. Guys, ndio kofia bwana. Niko na kipara kingine hapa kama yamekuna mbuna siwezi. So guys, na card once mimi. Look at me again. I'm a very smart guy. Wacha nisiringe. Mimi nilikuwa index 1. Na nilikuwa number 1. High school ama primary? High school ndio mambo. Primary nilikuwa mtoto. Sikuwa nimejua life. High school. Na nikakuwa number 1 throughout. I was a scholar. Ningekuwa US labda ningekuwa researcher mkubwa sana. Ile tu nimezaliwa wapi sasa. Mimi ningevumbua hata ndege ningevumbua tu kitu. Yes, so in a nutshell, in summary, I was I'm a smart person. Kama kuna classmate wangu kwa comment section atawaambia. Nikuanga top kama satellite. Yes. So, Mbalamwizi kuna wenye wanaulizanga behind these jokes. Nimesahau kuambia nilienda hadi university. Siwezi kuwa top na nikose kuenda nini. Nisoma Moi University, the mighty Moi University Eldoret. Yes. Town. Unacheka. Mjaluo. Madre nania, nilisikia tu alisema ati hizo si kusoma. Kusoma ni kwenda sijui wapi. So mimi si duanzi. I'm a thinker, I'm a creative person.
kujifanya dwanzi, hiyo ni kuact. Okay, yeah. Hiyo ni content. Unajua ndio uweze kuact vizuri ni una imagine ule mtu angesema aje. Mtu mwenye kushago. Unaona kama venye DJ Shiti sahi anavalianga anajifanya kama pastor fulani mshamba. Kuna jamaa pia anaitwanga mshamba, anajifanya hivyo. Venye sasa yani characters. Na tunataka collaborate na DJ Shiti. Nataka sisi fans. Haina shida. Shiti ni rafiki yangu kweli. Hata ngoma yangu ile ya Era Chendo alikuwa kwenye video kama Vixen mkubwa hapo. And he came to support me and I could request even for. That is one thing that we need to learn as an industry. DJ Shiti sisemi ati watu wasipige bei, ati ufanyange vitu for free. I know tuko kwa industry ku make money. To earn a living. But DJ Shiti for me, sijui kwa wengine akwaje, for me is a nice guy. Okay. Amenitanga kwa content zake. Unajua is a veteran in the industry, amenitangulia. Anajua mbala hapa ukifanya unafaa uende hivi. Hapa usiende hivi. Hii content hata naweza mtumianga content, hebu ona hiyo. Tunaweza modify aje. Ananitanga kwa projects zake. Nipeleke kwa sijaipata na yeye. Nipeleke. Si nikupe tu namba. Sasa nitapatia namba ni siku moja ukienda kushuta Shiti. Nende tu wewe this twende tushuta. Ni rahisi, nakupea namba alafu nampigia. Namwambia there is my nigga. Naitwa kijana mjaluo mwenye amevalia kofia ya Abdul. Huyo. Then he will just talk. He's a nice guy. He's a nice guy. And above all is very talented. Kwa industry sidhani kama kuna mtu fani kama Shiti. That's according to me. Sisemi ati sasa hakuna watu wengine fan but DJ Shiti ile yake ni organic. Nimemwona ana support sana ule Lensa. Sijui niongee kama DJ Shiti. Ndio anishike mkono. Unajua Lensa si mwenye ako na dimples. Ako na dimple moja kwa huku nyingine kwa huku juu. Namjua. So Mbalamwezi, kuna watu wanaulizanga so Kamrembo. Watu wanauliza ati? Nasema. Kuna watu wanaulizanga, okay, behind this content creation. Yes, una act kama Duanzi lakini wewe si Duanzi. Niko smart bana, nitakasirika. Ngoja niulize swali. Mbalamwezi, do you have a family behind content creation and music? So family. First born wako anabishana aje? Sasa wewe first born. Mwanaume unaweza kumbuka first born kweli? Mimi nilianza kurusha risasi nikiwa high school. Mwenyako hai. Si yako hai, kwani unadhani kama ulirusha ukiwa high school sasa amekufa? Huyo. Ako 10 years. Na siko na yeye juu nilirusha risasi stray bullet ilijapa mtu mwenye haifai. Mbona unaingia mambo ya familia? Asi nimeuliza tu, kuna watu wanasema mbona Messi hapo single. Single hakuna mwanaume akuangi ati yuko single. Kwani ukikuwa na bibi? Guys wenye wanataka. So how do you bora ukuwe na pesa? Mimi dema kama ako na pesa siko single. Bora tu mama. Sasa unapeleka. Wewe ndio mama sasa. Aniite baby. Aniite super big G. Mimi ni big G. Na ninunulia la magini ni ngumu. Anunulia bits nimeshinda na ukubwa. Ananunulia gari gani? Wamama wapo nione wamama wanaweza afford the Fielder. Ama aninunulie Aria. Ama niwekeanga tu mafuta kwa ile Noah. Asimame kwa mafuta ya mwaka mzima. Kama baby kama lakini hiyo Noah hiyo itakuwa personal. Lakini sawa. Unaweza kwani personal. Si hizi swali zote ni personal. Lamu kumbuke mimi. Hii Noah. Kulinunua na TikTok. Ni kweli. So income. Na mchanganyiko ni partly TikTok na hizo zingine. Mchanganyiko. So wenye wanauliza TikTok inalipa aje? TikTok inalipa. Pana bora jambo hicho yako mtu azai kupiga na rungu. TikTok inalipa. Unajua ni vizuri by the way kusema mahali umetoa kitu. Watu wasiji. Unasikia kama daktari anasema
onyesha watu wasili yako, watu waseme ni wewe ni mwizi. Mimi naomba TikTok saa zingine, but si kwa mimi siombangi direct. Me I'm an artist, so I come there to sing and the people appreciate my talent. Nikianza kuimba hapa mtatoa manguo niimbe. Usiimbe. Lakini ulikuwa umeanzisha street vibes. Bado inaendelea, hata tumechapa last episode. Inafaa tumeupload leo. Sawa kabisa. Unaenda Mombasa, Kisumu. No, wewe mbona usipeleke hizo yako huko Mombasa? Si hapa si kuna cost implications, nimelemewa. Nitakuwa naifanya tu, nataka kuitafuta mali pa kukaa kama hitu. Alafu niite wasanii wakae. Juu kusonga na haijashika vizuri. Niweke mafuta niende Mombasa. Unajua kwenda Mombasa kwenda na kurudi unaenda kupiga episode moja. Na upate 31 views, si vyema kabisa. So far sasa nimeupload leo 31 views guys. Simfanye heshima. Amoni mimi msanii mkubwa. 31 views. Venye natusana hivi. Same on you. Siweliamisha labda tunaingia kwa break. Madam Wesi, how do you know Mali? Kuna break alafu lunch. Kuna break alafu lunch. Unaona mimi sikunywi maji. Unangoja lunch. Mimi nimezoea so naenda napekiwa kuku. Naletewa hapo pizza. Pizza nayo inanisumbuanga. Naletewa hapo nyama choma. Wewe umeniweka na maji. Guys, let us support Buddha Dhiambo. Nataka nikirudi show next. Kuku na kula bringanya hapa live. Yes. Swali yangu alafu tuingie break. Mbalamuzi, how do you normally manage between parenthood, family and content? Because it's very tricky. Parenthood na family is the same thing. Yeah. So when you manage hizo. Kwani mama ya watoto anafanya nini? Mimi ndio na manage. House manager ni nani? You just need to be a father good. Wewe hujaoa bana, wachana na mambo uelewi. Wewe ongeleza watu single. Ati how do you manage parenthood? Wewe ni parent? Uko na familia? Unataka kujua ufanyie nini? Hata tai usizifanye hapa. Hii tai umefunga mwenyewe. Hauna hata vichepe la bibi kwa nyumba. Hauna hata harufu ya bibi kwa nyumba. Hisi peke yako hapa unakuja kuuliza mambo ya parent. But the way I do, naachia madam afanye vitu zingine. Si unajua people come together to share. To share good times, to share pain, to share responsibilities. So anafanya zingine, nafanya zingine. Okay. Mimi ni hustler. So I hustle. Si ati yeye si hustler, but rate yangu ya kuhustle iko juu. Unajua the instinct ya kutafuta doi kwa mwanaume kuliko dem. Nile tu dem siku hizi wamepigwa na life. Wanaume ni wakora. Sasa wanaanza kujifunza kukua kama wanaume. Dem amezalishwa, mwanaume ametoroka, what does she do? Ni kujifanya sasa yeye ndio baba. Dem amepewa mimba, mwanaume amepotelea mitini, atafanya nini? Anaanza kukua baba. But hiyo instinct iko kwa mwanaume. So mimi bibi yangu najua anafaa ishi hata kama atatafuta, lakini yake ikuwe soft. Mimi ndio napigana na vita ya uchumi ya nyumba. Ruto akiteongeza nini? Tax nini. Mimi ndio nang'ang'ana, kazi ngumu ni mimi nafanya. So natuma nyumbani. Natafuta alafu tunakaa pamoja, tunasema hii tufanye hii. Tufanye hii. Na wewe unaendanga nyumbani? Unapenda? Kwani nyumbani si ni kwetu? Talk man. Okay, unauliza kwenda nyumbani aje? Si hata sasa hivi kidogo kwa hiyo unaenda kwa nyumba. Nyumbani dala. Mshago. Kanyada. Kwani kuna mtu aende nyumbani? Kuna wewe haupendi? Yeye labda ni wewe tu. Mimi naenda but not frequently. Juu sasa vitu mingi tunafanya huko Nairobi. Okay. Unajua mahali unafanyia kazi ndio unafaa ukue sana. Sasa nyumbani nikienda tu ni masalamu. How are you guys? Ninunulie wazee masigara. Okay. Uende ulete. Sasa zingine Nairobi inakuwa ngumu, unaenda kutafuta baraka nyumbani. So nyumbani lazima niende. Guys, patana next